Haleluya, haleluya. Kwa hiyo unaposikia mtu anasema haleluya, manake anataka kuzungumza mambo ya Mungu, mambo ya Yesu Kristo au neno la Mungu. Kwa hiyo siku ya leo ambapo ni tarehe 16 ya mwezi wa 8 2026, nazungumza mambo kidogo ya kinabii, mambo mawili matatu ya kinabii. Lakini mtu mwingine anaweza kusema, je, wewe ni nabii? Mimi sio nabii, ila nina huduma ya kinabii. Sio nabii, ila nina huduma ya kinabii, na sio mtume. Maana Roho Mtakatifu anasema usijiite mtume, maana hujatumwa. Wewe unatumika katika Bwana, unatumika katika Bwana. Usijiite mtume wala usijiite nabii. Wewe sema mimi ni mtumishi wa Mungu, ndugu fulani, inatosha. Usianze kutafuta majina makubwa makubwa, maana anasema Roho Mtakatifu alikuwa ananiambia, ukianza kusema ni nabii au mtume, wanasema kumbe huyo anataka apate watu haraka haraka. Nasema mambo hayo usizungumze. Wewe sema mimi ni mtumishi wa Mungu, Mungu amenisemesha jambo fulani na jambo fulani. Kwa hiyo siku ya leo nazungumza mambo ya kinabii ambayo Roho Mtakatifu alinisemesha. Roho Mtakatifu alinisemesha kuhusu huduma ya matengenezo, huduma ya marekebisho. Na alikuwa ananiambia, nimekuita kuambia wa Pentecoste wafanye marekebisho. Wewe unaposema wa Pentecoste, wengine wanafikiri labda ni FPCT au na maana tumezoea tukisema wa Pentecoste watu wanajua ni FPCT. Wa Pentecoste ni watu wote, kuna TAG, kuna EAGT, kuna Full Gospel, kuna Sabato, kuna Baptisti. Hayo ni makanisa ambayo wanaamini ubatizo wa maji mengi, wanaamini ubatizo wa Roho Mtakatifu, ndio wa Pentecoste hao. Na inawezekana wengine ni wa Pentecoste lakini wako kwenye makanisa ambayo hayafuati mfumo wa Pentecoste, ili mradi wamejazwa Roho Mtakatifu, wameokoka na wametubu dhambi zao. Kwa hiyo nazungumza mambo ya kinabii ambayo Roho Mtakatifu alinisemesha, na mambo ambayo nitayaona kwa macho yangu kwa siku za mbeleni. Jambo la kwanza la kinabii ni uwepo wa makanisa yenye nguvu za kimungu duniani. Haya ya Roho Mtakatifu anambia yanakuja makanisa mapya, sio haya makongo yaliyopo tuliyoyazoea. Yanakuja makanisa mapya ambayo Mungu anaweka watumishi wenye nguvu kwa ajili ya kuleta matengenezo. Kwa hiyo hilo lazima watu wanoti na jambo hilo, au waweke kumbukumbu na neno hilo, kwamba Roho Mtakatifu anasema huu ni unabii kwamba duniani kote yanakuja makanisa yenye nguvu, makanisa mapya. Inawezekana yatasajiliwa kesho au kesho kutwa au tayari yameshasajiliwa, lakini yanakuja makanisa makubwa ambayo yataleta uamsho na yatatembea na nguvu za Mungu. Maanake ni Roho Mtakatifu atatembea na hao watu ambao yeye anataka watumike kuleta matengenezo. Hilo ni neno la kinabii. Jambo la pili, hilo linanihusu mimi binafsi, ambapo Roho Mtakatifu aliniambia nimekuita katika mazingira haya. Ni mazingira magumu, ni mazingira ambayo unaanza huduma, una kanisa, una kiwanja, una nyenzo za kufanyia kazi, una speaker, una vyombo vya usafiri, lakini Roho anasema nitakuletea watu. Kuna watu watakuja kusimamia huduma hii. Ni huduma ya kimataifa, huduma ya matengenezo. Mimi ni mbeba maono, lakini watu watakapokuwa wamesikia huko mambo ambayo yametokea kwangu kuhusu kanisa, basi Mungu, Roho Mtakatifu ananiambia watakuja watu na watajenga taasisi kubwa, watajenga makao makuu ya taasisi kubwa ambayo itakusanya taarifa zote ambazo Mungu amenipa. Kwa sababu Mungu amenipa taarifa nyingi kuhusu kanisa, taarifa nyingi kuhusu uendeshaji wa kanisa, taarifa nyingi kuhusu
namna ya kuenenda na Mungu au namna ya kuenenda kwa kimaadili au kwa maadili ya kimungu. Kwa hiyo ninategemea kuona taasisi kubwa ikijengwa na ikikusanya vitu ambavyo Roho Mtakatifu amenisemesha. Kwa wiki hii na wiki iliyopita nilikuwa nakutana na baadhi ya watumishi waliotoka Zanzibar ambao wamekuja Singida kuhubiri hapa, na wengine wametoka Mwanza, Tanga, Kilimanjaro na maeneo mengine ambao wako hapa Singida, hapa mtaa wa Karakana. Nilikuwa nikiwaambia kwamba Mungu amenipa vitu vingi. Kwa hiyo ninyi mmepata upenyo, mnakutana na watu mbalimbali, taasisi mbalimbali. Mungu amenipa vitu vingi. Vitu hivyo vinatakiwa viwafikie watu. Kwa hiyo kwamba ninawapa vitu hivyo, kwamba Mungu amenisemesha na ninaandika vitu hivyo, naandika vitabu. Kwa hiyo wakitokea wafadhili ambao watafadhili ya mambo ya kimungu yaweze kuwafikia watu wengi duniani kwa lugha mbalimbali zinazoeleweka kwa mataifa mbalimbali, ili watu wasome kanisa linaambiwa nini. Kwa hiyo wamelipokea vizuri na watalifanyia kazi. Lakini yote kwa yote, namsubiri Bwana. Aliniambia nitakuletea watu ambao watasimamia maono haya. Watasimamia maono haya makubwa, watajenga taasisi kubwa, na taasisi hiyo itakuwa ni endelevu, kwa sababu Roho ananiambia kuna leo na kesho hautakuwepo. Kwa hiyo kama hautakuwepo, vile vitabu vitawasaidia wale ambao wataendesha ile huduma. Na Roho ananiambia kwamba leo na kesho hautakuwepo. Kwa hiyo waambie watu kwamba Mungu amenisemesha hili na hili. Watakuwepo watu vizazi na vizazi, wataendeleza yale maono.